Mkufunzi wa enzi hizo kwa nini ameamua kumpa Origi nafasi kuliko Onyiso. Kumbe alikuwa akijaribu kumleta Origi, na kwa wakati huo Origi akaanza kuingia kwenye michuma ya Harambee Stars. Amekuwepo kwa kipindi kirefu. Licha kwamba miaka 5 imepita hajacheza kwa timu ya taifa, amejiondoa, amekuwepo bila kukua kwa timu ya taifa. Mkufunzi Ghost Mulee nitasema kwamba kwa asilimia fulani ameangalia tajriba ya mlinda lango. Unajua walinda lango wanapokuwa na kuzeeka basi wanakuwa wazuri. Tumzungumzie Ian Otieno, ni mzuri ndio, ana umri wa miaka 26 hapo. Basi Origi nafasi nzuri kwa sababu ya tajriba yake na uzoefu wake kwenye michuma, atasaidia sana. Wachezaji wa Kenya ambao wameitwa, wale wanasema kwamba ambao wanacheza ligi ya Kenya. Ligi ya Kenya haijakuwa ikishuhudiwa kwa muda, na labda wachezaji ambao wamekuwa wakishiriki ni wale ambao wanacheza labda Tanzania au Zambia. Wachezaji ambao wamekuwa humu nchini, itakuwaje wao kuweza kuwa katika nafasi nzuri kuweza kushiriki mchuano? Pale itakuwa ni nafasi ngumu kwa wachezaji ambao wamekuwa humu nchini Kenya. Maana nikiwa nifuatilizia Ghost Mulee alisema kwamba hili naliona kwamba ni pigo. Kwanza kabisa kama mkufunzi hangelisema. Alisema, alinukuliwa akisema kuwa atapendelea wachezaji ambao wanacheza nje zaidi, manake wao wamekuwa kwenye mashindano na wamekuwa kicheza kwenye mechi. Basi lile ni kwanza linadhalilisha mchezaji yule ambaye anajua kwamba tangia mwezi wa 3 hajakuwa kwenye shindano lolote ama uwanjani, licha kwamba anafanya mazoezi binafsi. Basi lile ni pigo kwa wachezaji wetu hapa nchini. Itakuwa vigumu kama mkufunzi ashasema atapendelea kutumia wachezaji ambao wako nje, ambao wapo kwenye active football. Basi itakuwa ni tatizo, ila tulishuhudia Miguna akipewa nafasi, Rollins Juma akipewa nafasi pale kwenye kiungo cha kati na wakafanya kweli kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya Zambia. Itakuwa ni 50-50. Itakuwa ni 50-50, ila mkufunzi kama amesema atatumia wale wa nje, basi ndio hivyo, watasaidia labda kwenye kipindi cha lala salama. Unapozungumzia kwamba itakuwa ni pigo, na kumbuka unarejesha nyuma kidogo mechi ambayo tulipiga dhidi ya Uhabeshi katika uga wa Kasarani, tukafuzu kuelekea Misri kushiriki dimba hili la AFCON. Mashabiki waliweza kuruhusiwa, mashabiki wengi waliweza kujitokeza, hata wengine wakaweza kufungiwa nje ya uga huo wa Kasarani. Leo hii itakuwaje kucheza bila mashabiki? Kwanza inauma sana kama mfuasi wa michezo, sasa na mwanahabari wa michezo, kuangalia kwamba karibia mataifa yote wamehakikisha kuwa michezo inaendelea licha kwamba mashabiki hawapo. Kwanza shabiki ni mchezaji wa 12 uwanjani. Ni mchezaji ambaye hata mchezaji akicheza kama kuna mashabiki, kuna ile motisha ya kuhakikisha kuwa angalau kuna mashabiki ambao wanamtazama. Kwanza ni pigo kwa sisi kama taifa. Pigo lingine ni kwamba michezo haipo, mashabiki hawatakuwepo. Pale kwa mchezaji ambaye amezoea na timu ya taifa kucheza bila mashabiki ni pigo kubwa, licha kwamba sio huku peke yake bali kuna mataifa mengine isipokuwa tu Tanzania ndio ambao kidogo naruhusu mashabiki. Ningionelea kama itawezekana shirikisho